Sasa tukiweza kwa haleluya. Inasema wakachoma kwa shaka. Watu kwa utukufu haleluya. Ukapiga makofi kwa Yesu. Ukaruke wewe. Ukiona kwa hiyo haleluya.
kupasuka, ila ni wewe, ila ni wewe, ila ni wewe. Asekelipa iwe Yesu, iwe Yesu, iwe Yesu. Ndani ya moyo wetu tumetambua kuna tunakushukuru kwa uwepo wako, kwa sababu uko mahali hapa sasa, kwa sababu uko mahali hapa sasa. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunajikabidhi mikononi mwako. Hiyo damu yako Yesu Kristo ikatufunike, na rafiki Roho Mtakatifu, na rafiki Roho Mtakatifu ukawe pamoja nasi, ukazungumze nasi kupitia mtumishi wako. Tunaliamini jina lako na mapenzi yako makuu sana ulioyachilia juu ya ibada ya siku ya leo. Tunaomba na kuliamini jina lako. Shukrani sana. Amen, amen, amen. Mungu wetu Yesu asifiwe. Mungu wetu Yesu Kristo wa Nazareti asifiwe. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa kukupa nafasi hii ya siku ya leo. Mimi ninaamini ni ya upendeleo sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninasema ni ya upendeleo? Kwa sababu sio wote ambao walipata nafasi ya kuweza kufika hapa, si ndivyo? Na wewe sio mzuri sana au mwema sana mpaka Mungu akakupa nafasi ya kuweza kufika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Mwalimu William Anthony Swima, ni mwalimu wa neno la Mungu. Mungu alinipa kibali cha kufundisha kwa maana ya kuliandaa kanisa kwa habari ya kurudi kwa Mungu wetu aitwaye Yesu Kristo wa Nazareti. Watu wengi au Wakristo wengi wakiwa wanasikia habari za kurudi kwa Yesu, wengi huwa wanafikiria ni kama hadithi. Lakini niliyesimama hapa nataka nikuhakikishie, habari za Yesu sio hadithi. Habari za Mungu anayeitwa Yesu Kristo wa Nazareti sio hadithi. Yupo. Na anaposema katika maandiko, wanapokusanyika wawili au watatu na yeye huwa katikati yao, ni kweli. Hata sasa hivi ninavyoongea na wewe yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mbingu kweli ipo. Najisikia leo nikufundishe kwa habari ya maombi. Kwa habari ya maombi, lakini nitaanzia nyuma kidogo. Kwa nini ninatakiwa tujue kuomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12
ukianzia mstari wa 7. Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule nyoka mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkaamo humo. Andiko ambalo nilitaka ulisikie kwa umakini sana. Anasema ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma haya maandiko na ukayafuatilia vizuri, anaelezea habari ya vita ambayo ilipiganwa mbinguni. Hajaelezea ni wakati gani, lakini inaonekana hii vita ilipiganwa kipindi ambacho inawezekana hata miaka 1000 au 2000 iliyopita. Na baada ya ile vita Shetani alipigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaelezea, kama unasoma Biblia yako vizuri, ukisoma habari ya Ayubu, kuna wakati unaona wakati wana wa Mungu wanahudhuria mbele za Mungu, Shetani naye alikuwa anaenda katikati yao, si ndivyo? Alikuwa anaendaje katikati yao? Ukisoma haya maandiko utaelewa kwamba pamoja kwamba Shetani alikuwa amemwasi Mungu, lakini bado alikuwa na nafasi yake, au alikuwa na makazi yake bado wapi? Mbinguni. Na wakati akiwa bado anakaa mbinguni, huyu bwana aliendelea kuishi kwa uongo, fitina na kufanya mambo maovu. Mwisho wa siku malaika Mikaeli pamoja na malaika wenzake wakapigana na nani? Na Shetani. Walipopigana, kumbuka hapa katika hii vita Mungu hakupigana, kwa sababu Mungu huwa apigane. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema Mungu aje apigane Shetani ni nani kwaje? Kwa sababu hata wakati anamuumba alijua ya kwamba huyu atakuja kuwa nini? Muasi. Alijua kabisa. Lakini uwezo alionao Mungu sio wa kawaida. Yaani kama waga unamfikiriaga Mungu ni wa kawaida, ndugu yangu, fikiria tu ukimuona hata mwili huna, kwa nguvu tu alizonazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa malaika wakapigana na Shetani. Baada ya malaika kupigana na Shetani, Biblia imeweka wazi hapa, wakafukuzwa wapi? Mbinguni. Na hata mahali pao mbinguni hapa kufanyaje? Hapa kuonekana tena. Maana yake kwa sasa hivi Shetani hana nafasi tena ya kuingia wapi? Mbinguni. Kama unasoma maandiko yako vizuri, kwa Ayubu alikuwa na hiyo nafasi, kwa sababu makao yao yalifanyaje? Yalikuwepo. Nyumba zao kule mbinguni zilifanyaje? Zilikuwepo. Lakini baada ya kupigwa, moja kwa moja wakatupwa wapi? Duniani. Sasa walipofika duniani, baada ya kufika duniani, tumeonywa hapa mstari wa 12 kipengele kama C, anasema ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi
ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ile vita aliyokuwa akipigana mbinguni, tunatangaziwa ya kwamba ile vita imeshuka wapi? Duniani. Sasa tujiulize sisi kama Wakristo, ni lini tumejikusanya sisi binadamu tukaenda kupigana na nani? Na shetani. Ilishawahi kutokea hilo tukio? Maandiko yanasema uongo? Kwa maana tunaonywa shetani yuko wapi, anapigana vipi na binadamu. Mbona hatuoni chochote? Ulishawahi kuona mashetani yamekuja yakavamia sehemu yakaanza kupiga watu? Yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kama unafuatilia sana habari za wokovu na ukafuatilia kiundani zaidi, utagundua kwamba watu wengi wanapokufa, wengi wanaenda wapi? Motoni. Kwa nini watu wengi wanakufa wanaenda motoni? Kwa sababu watu wengi wakiwa duniani, ile vita hawaioni, yale mapigano hawayaoni. Sawasawa ukiwa unasoma maandiko, Yesu alipokuja duniani alisemaje? Alipokuwa akijitambulisha ile mara ya kwanza alisemaje? Mnakumbuka? Anasema kuacha huru walioonewa, kuwafungua nini? Wafungwa. Au wafungwa ambao Yesu alikuja kuwafungua wako wapi? Au wanaoonewa, masikini wanaoonewa wako wapi? Ni lini Yesu alienda kwenye gereza fulani akafungua lile gereza akawatoa waliofungwa pale? Kuna hilo tukio lishawahi kutokea? Yesu ni mwongo? Bwana Yesu asifiwe sana. Unagundua tunakosa maarifa. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Toka siku ya kwanza ulipozaliwa, ulipoingia duniani, uliingia vitani. Ulikuja kupigana hapa duniani. Ndio maana mimi wanashangaa wanafunzi wengi wanapenda kutumia ili andiko mkisema mshike sana elimu usimwache ende zake, kwa maana huyo ni uzima wake. Huo ni uzima, huyo ni nini? Ni uzima wako, si ndio? Lakini elimu inayozungumziwa hapo sio hii ambayo unaisoma shuleni kwako au chuoni kwako. Elimu inayozungumziwa hapa ni elimu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu ya kiroho ukiijua na ukaishi vizuri, kwanza uijue, alafu ukisha ijua uweke katika hali ya matendo, kukiishi kile unachokijua, hakuna kitu kitakachokusumbua wapi? Duniani. Mungu wetu Yesu asifiwe. Mungu wetu Yesu asifiwe. Sasa shetani ni mjanja kuliko unavyoweza kufikiria. Ana akili kuliko unavyoweza wewe kuzani. Ndani ya vyuo kama hivi ameweka maajenti wake wa kutosha. Niamini ninachokwambia. Ndani ya chuo kama hiki na vyuo mbalimbali, makanisa karibia yote yana maajenti wa kishetani, ili kuhakikisha hakuna mtu hata mmoja anayeweza kuingia wapi? Mbinguni. Na ndio maana hata mara nyingi tunapofundishwa mafundisho mbalimbali, tunaona kama vile kwenda mbinguni ni kitu kigumu sana. Nisikilize kwa makini sana. Kwenda mbinguni sio kitu kigumu kama walivyofundishwa. Watu wengi ukifunua ndani ya mioyo yao, wanafikiri swala la kwenda mbinguni ni la kubahatisha. Sio kweli. Huo wote ni ujanja wa nani? Wa shetani.
Yaani hapa nikikufundisha vitu vingi, tukajifunza kama hivi tulivyo watu kama 100 hivi, na ukashika mafundisho vizuri, na kuhakikishia hakuna hata mtu mmoja atakayebaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu jamaa ni mjanja kuliko unavyoweza kufikiria. Wakristo wengi huwa nikikutana nao, anasema nilikuwa nimesimama vizuri, nimeokoka vizuri, lakini baada ya kuokoka mambo yakaanza kuwa magumu kweli kweli, kwa sababu hajui unapookoka ni vita, na ukishaingia kwenye vita, kama hujui kupigana ile vita uliyoingia, utakuwa unaona kama mambo yako mengi hayaendi, vitu vingi haviendi, lakini kumbe Mungu kuna maarifa fulani ameyaachia, lakini kwa sababu hauna, ndio maana wafanyabiashara wengi hata waliookoka unakuta biashara zao hazifanyaje, haziendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tatizo linakuja wapi? Tatizo linakuja kwa sababu watu wengi hawajui kuomba. Walokole wengi, Wakristo wengi hawajui kuomba, na kwa sababu hawajui kuomba, matokeo yake wanakuwa ni rahisi kupigwa na nani? Na shetani. Nisikilize vizuri tena kwa makini sana. Mungu ameweka utaratibu. Kuna utaratibu fulani ambao Mungu ameweka. Ule utaratibu tunaita ni kanuni za ulimwengu. Huu ulimwengu unaendeshwa kwa kanuni. Hizo kanuni ameziweka Mungu. Sio kama mnanielewa vizuri. Hizo kanuni ameziweka nani? Mungu. Na hizo kanuni zinafuatwa na ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nini? Wa nuru. Sasa wale wa ulimwengu wa giza wanazijua hizo kanuni kuliko unavyoweza kufikiria wewe. Wale wa ulimwengu wa giza wanazijua kanuni alizoziweka Mungu kuliko wewe unavyofikiria. Nitakupa mfano. Nenda mjini kwenye maduka ya Waarabu. Fika, hata kama una nia kununua, ambie naomba ubani mashtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajiuliza, kuna ubani mashtaka? Una kazi gani? Hivi unajua kwamba Biblia imesema kwamba shetani anawashtaki mchana na nini? Na usiku. Hivi unaelewa kanuni za ulimwengu wa roho zinatuongoza kama vile tuko mahakamani? Hivi unajua kwamba katika maisha yako wewe una kesi nyingi ambazo kiasi kwamba kwa sababu hujui namna ya kujitetea, hujui namna ya kufuta kesi, hujui namna ya kutoka katika matatizo ulionayo, matokeo yake shetani anakushinda kirahisi kwa sababu hujui. Ndio maana Mungu akasema wazi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Shida ni maarifa tu. Hakuna tatizo jingine zaidi ya nini? Maarifa. Shetani kila siku, dada yangu, anakushtaki. Kila ukitembea, kila ukikosea hivi anakushtaki. Na kwa sababu watu hawajui namna ya kufuta mashtaka yako, ni vile unavyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Ni vile unavyofanya, unavyoomba. Sasa hivi fikiria, hujui kuomba, na 90% ya Wakristo hawajui kuomba. Nini kinatokea? Sisemi kwamba anabahatisha. 90%, imepungua kidogo 80 ya Wakristo duniani hawajui kuomba.
miaka ya nyuma na mimi nilikuwa sijui kuomba. Sasa kwenye maisha yangu kuna vitu fulani unaomba, unafunga, unaomba, alafu unaona kama vile Mungu aga afanye kabisa. Yaani utakuta kuna wakati umejibiwa kidogo kwa kitu kimoja, lakini una juhudi ya kumtafuta Mungu. Watu wengi humu, kila mmoja na matatizo yake, ana vitu vingi ambavyo anahitaji majibu kwa nani? Kwa Mungu, lakini anaona kama vile Mungu akimuomba ajibu. Tunakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda nifundishe kidogo leo. Nani anaweza akatusaidia? Hatua ya kwanza ya mtu anapotaka kufanya maombi, hatua ya kwanza ni ipi huwa anaifanya ili tuweze kusaidiana, si ndio? Kwa sababu kama 90% hatujui kuomba, tufundishane ili tujue kufanya kuomba. Tukiweza kuomba, tutaweza kufuta mashtaka yetu, tutaweza kupigana hii vita ambayo iko wapi? Duniani. Hatua ya kwanza unapoingia kwenye maombi, wewe kama Mkristo, wewe unafanya nini? Nyosha mkono, karibu. Wewe unaomba toba. Tunakubaliana wote hatua ya kwanza ni toba, si? Tunakubaliana wote. Haya, sasa hebu naomba Mkristo mmoja aje atuoneshe namna ya kuomba toba. Naomba Mkristo mmoja. Karibu. Fanya, yani hawa hawapo, uko chumbani peke yako, unaomba toba mbele za Mungu wako. Karibu. Yesu, nakushukuru kwa sababu ya neema ulinipatia kuzungumza na wewe. Ninaomba neema na toba. Ninaomba Yesu unisamehe. Ninajua kabisa nimekukosea, lakini Bwana, si kwamba nimekosea kwa makusudi. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Kuna wakati mwingine adui alinipatia, alinikamata, na kuna vitu vingine nilikukosea basi na kujua, vingine kwa kujua. Ninaomba unisamehe Yesu. Ninaomba unielewe. Amina. Ameomba toba, si ndivyo? Vizuri. Mwingine ambaye anaweza akaomba tofauti na yeye, labda kuna kitu cha tofauti tutakiona. Karibu, tunasaidiana. Tunafanyaje? Tumegundua tupo kwenye vita. Shetani na washirika wake huwa wanasaidiana, na sisi kama Wakristo inatubidi tufanyaje? Tusaidiane. Naomba Mkristo mmoja aje hapo. Karibu. Aha, karibu tumsikilize. Aha. Ingia kwenye maombi. Yesu, nisamehe ulinipatia mimi tena mtoto wako sote tunasoko hapo. Lakini Mungu nitasoma kwa maisha yako. Ninajua Mungu kiwa shida zako Bwana. Ya kuwa nimekutenda dhambi. Nimekutenda uovu. Nimekutenda uasi. Nimeacha Bwana kutembea katika maagizo yako. Nimeacha Bwana kutembea katika sheria zako. Nimeshindwa Bwana kutii katika mambo yote. Nimeshindwa Bwana kusikiliza watumishi wako. Uliowatuma mbele zangu kunionya juu ya mambo Bwana kadha wa kadha. Katika yote Baba, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe uovu wangu wote. Unisamehe ukali wangu wote. Unisamehe makosa yangu yote.
niliyoyafanya, Ee Bwana, nioshwe na nitakaswe kwa ile damu yako Kristo. Rehema na msamaha wako pia pamoja nami. Amina. Sawa, vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine anataka kujaribu? Karibu mmoja hapo. Ingia moja kwa moja kwenye maombi. Aha. Yesu asifiwe. Amen. Mimi huwa ninaomba toba. Cha kwanza huwa ninaamini kwamba ninaenda kwa Mungu anisamehe. Lakini huwa ninajikadhibisha kupitia sala ya Zaburi ya 51. Amina. Vizuri. Mwingine tena? Ulikuwa umenyosha? Njoo. Karibu. Amen. Mwenyezi Mungu nimekuja mbele zako. Mimi ni mtendaji mkosefu. Kama zote ndio sana za kila moja kama nilisema. Leo sasa kwa njia zako kisinda neno zako. Kanyoshe kabisa Mungu wangu. Nitakase dhambi zangu kwa maana nimejua makosa yangu. Dhambi zangu ziwe na kujaribu. Nimechana zangu peke yako nifanye Mungu na macho yako. Kwa ujumbe kwa na chini hapo. Naacha mamangu alikuwa mwangu achani. Naacha kanza katika hali ya uovu. Yesu Kristo naomba ukanidai. Ukanisafishe, ukanitakase. Maana alisema pale na mbali yote alikwisha. Ukanilemu, ukanisafishe dhambi zangu. Maana nimeweza kutenda dhambi wewe kwa kujua, kwa kutokujua, kwa kunena, kwa kufikiri, kwa kutenda, kwa kuangalia, kwa kushika, na hata kukuona Mwenyezi Mungu. Naomba hizo ukanilemu, ukanisafishe dhambi zangu. Maana neno lako nasema dhambi zetu ni nyekundu kama vile damu, ila utazifanya kuwa nyeupe kama vile theluji. Maana ulitoa ahadi ukasema kama ilivyo mbali mashariki na magharibi, ndivyo utakavyochunga sisi mbali na dhambi zetu. Nikisema asante kwa ajili ya rehema zako, nikiamini utaenda kuendelea. Chunga kwa mimi. Amina. Mungu wetu Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda naomba niendelee, si ndivyo? Yes, wote mmejitahidi. Lakini nimesema 90%. Wala hatuna haja ya kuchekana wala kufanyaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia nzima 90%. Na hii inatokana na kwamba huyu jamaa ni mjanja kuliko unavyoweza kufikiria. Kanuni ya kwanza ya maombi ni kweli ni toba. Kweli kabisa. Kanuni ya kwanza ya kufuata kwenye maombi ni kweli ni nini? Ni toba. Lakini Lucifer ni mjanja sana. Kuna vitu fulani akaficha ili watu wengi wanapoenda kwenye toba wakosee. Na toba ndio msingi wa maombi yote. Wakati Yesu ananifundisha haya mambo, nikabaki najiuliza, ilikuwaje hapa tuoni? Ilikuwaje hapa tuoni? Lakini nikaja nikagundua Shetani ana akili sana. Biblia inaposema kwamba ni mjanja, ni mjanja kweli. Tusome kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 11. Tukianzia mstari wa 25. Anasema hivi: nanyi kila msimamapo na kusali. Yaani kwa Kiswahili kizuri anamaanisha hivi: ulisali asubuhi, unataka kusali jioni. Hii kanuni lazima uizingatie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema nanyi, na haya ni maneno ya njia. Njia ni nani? Yesu. Ni Yesu. Kwa hiyo kama utaenda nje na njia, umefeli. Njia ndio imesema nanyi kila msimamapo na kusali. Anaelezea anasema hivi: nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu. Kumbe hatua ya kwanza ya kufanya maombi ya toba ni kusamehe.
hatua ya kwanza, kabla hujaomba msamaha wewe, ni lazima usamehe. Na ametoa majibu kabisa, anasema hivi, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Kumbe kusamehe kuna kurahisishia wewe, au kuna kupa jibu la wewe kufanyaje? Kusamehewa. Kwa hiyo kama nitaenda kuomba mbele za Mungu na haujasamehe ndani ya moyo wako, hata kama utamwambia Mungu nisamehe, nimekukosea, ila haujasamehe, uwe na uhakika maombi yako ni batili. Na kumbuka nimesema hivi, maisha ambayo tunaishi hapa duniani na shetani ni kama tuko wapi? Mahakamani. Kwa hiyo jamaa anafika pale, huyu akaombaje? Bwana Yesu, naomba nisamehe, nimekosa, nimefanya nini na nini na nini. Bwana Yesu, huyu bwana ni sawa, anataka msamaha, lakini huyu bwana ana ugomvi na huyu, hajamsamehe. Imeandikwaje? Kama hawatasamehe waliokosea, na wao hawatasamehewa. Haifai kusikilizwa. Umegundua kwamba anachokisema ni kweli 90% ya wajukuu. Amina, amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, lakini kama ninyi, mstari wa 26, kama ninyi, na ni kanuni, na wameweka mabano. Emfikiria hili neno limewekwa, alafu Wakristo wote duniani hawalioni. Wameweka na mabano kabisa. Unajua kuna vitu fulani ukiwa unafuatilia, unasema huyu jamaa ana akili kiasi gani? Tuko na Biblia kila siku, lakini hilo andiko hatulioni. Kwa nini? Akaka jamani, kashenzi kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kana akili kweli kweli. Anasema, lakini kama ninyi amsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Fikiria maombi hapo. Kuna dada anafikiria, anasema amefanya maombi miaka mingi, lakini alikuwa anakosea, alikuwa anafanya maombi bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kanuni inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Ndio maana unaomba kila siku, unajiuliza, mbona mimi sisikilizwi? Mbona kuna mtu anaomba anasikilizwa? Kumbe unakosea. Mwingine anasema inawezekana nikawa mtu hajanikosea, si ndio? Mimi nimeingia kwenye maombi lakini mtu hajanikosea. Hakaka jamaa nikisema nikashenzi kweli kweli. Kana maarifa makubwa, kwa sababu hizi kesi, hebu fikiria, nikufafanulie kitu kimoja. Malaika sio wanamuona Mungu? Sio wanaishi na Mungu? Kajamaa kaliwadanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani fikiria, mtu anaona kabisa mazingira ya Mungu, anamuona, akitaka kuongea naye anaongea naye, kila kitu, lakini kakadanganya karibia robo ya malaika. Unafikiri ni kama mtu kawaida? Unafikiri ni kiumbe cha kawaida? Sio cha kawaida. Kina maarifa makubwa sana kiasi kwamba naweza nishika haya maji kikakwambia haya sio maji, na wewe ukaamini kabisa. Hata wewe mwenyewe ukijiuliza, haya maneno yamefungwa kwenye mabano, alafu tunasoma hatuelewi. Na hili andiko hata kanisani unaweza ukalisoma alafu ukalipita, kwamba lakini kama ninyi amsamehe wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Maana yake hata uombe vipi toba yako unayoombaga kila siku, kwa sababu hujasamehe naye hakusamehe. Ujanja anaoufanya, ujanja wake mara nyingi anaoufanya. Mfano, ni kweli ukijikagua unakuta kwamba kuna mtu aliyekukosea. Nisikilize, kuna wakati unatembea hata kwa miguu, mfano anapita mtu na gari yake masika, si ndio?
kuna madimbwi. Wakati anapita na gari yake anakurushia maji. We bwana vipi? We na maana uone sio kitu gani? Una hasira kweli. Baada ya muda hata mtu anakupigia simu, unaongea na yule mtu, unasahau. Kusahau sio kusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusahau sio kusamehe. Ni lazima utamke kwamba nimefanyaje? Nimesamehe. Kwa nini? Kuna makosa mengi ambayo watu wanayafanya, au kuna makosa mengi ambayo watu wanafanyiwa. Anapofanyiwa yale makosa, anasahau kusamehe. Ila mara nyingi akikumbushwa lile tukio lilivyofanyika, akikumbuka, hasira narudi mwanzo. Kwa shetani ana maarifa, anajua kabisa kwamba wewe umesahau, ila uliyafanyaje? Ndio maana Yesu anasema nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni. Maana yake ni lazima utamke nimesamehe kila aliyefanyaje? Alinikosea. Ina maana hata ukikumbuka kwamba kuna fulani nilikuwaga nimesahau kama amenikosea, lakini ukakumbuka ya kwamba alinikosea, utakumbuka akisema kwamba nilifanyaje? Nilimsamehe. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya kufuata unapoingia kwenye nini? Kwenye maombi. Hatua ya pili ndio anasema sasa ni kuomba nini? Msamaha au toba yako. Na hapo watu wengi wanajivuruga. Mungu wetu Yesu asifiwe. Mungu wetu Yesu asifiwe. Watu wengi wanajivuruga. Utasikia mtu ameingia kwenye maombi, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe sana, nilizini kwa bahati mbaya kabisa, sikukusudia kuzini. Nisikilize ndugu yangu, Mungu sio binadamu kama unavyofikiria. Hivi ule wakati mnapigiana simu, mnajiandaa mpaka mnatafuta loji, au mnaenda kwenye kichaka, si mnaenda wapi, au nyuma ya jengo la chuo hapa, hivi ni kweli kabisa ulikuwa hujui ni bahati mbaya? Yaani unahisi kwamba ni bahati mbaya Sasa watu wengi wanafikiria Mungu ni binadamu. Ndio maana hata hapa nilipokuwa nasema kwamba Yesu yuko hapa, kuna mwingine anafikiri utani. Yupo kweli na anakuona, alafu Yesu angalii angalii unavyotamka, angalii tu mdomo wako, anaangalia wapi? Moyoni. Wakati mimi naitwa, nilivyoambiwa kwamba utahubiri kama Yesu Kristo wa Nazareti alivyokuwa akihubiri, sikuwa naelewa. Kwanza nikasema mimi ni nani nikahubiri sawa na Mungu wangu alivyokuwa akihubiri? Inawezekana kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Na niko kijana mdogo sana, lakini Mungu nilichokuja kujifunza na kuelewa, aliangalia nini? Kwa sababu katika vitu ambavyo nakipenda, ukiniambia mimi kitu nachokipenda sio pesa, sio nini, nampenda Yesu kuliko unavyoweza kufikiria wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata ule wakati ananiita, manake aliangalia nini? Moyo wangu ukoje? Je, ataweza kusimama sawasawa na hiki? Ataweza kuwafundisha watu hata babaika na pesa? Ndio maana hata Freemason walishaniletea hela za kutosha, lakini siweza kufanyaje? Kushawishika. Na haiwezekani kushawishika, kwa sababu mimi nataka raha. Nikiwa na Yesu nasikia nini? Raha. Sasa wao hawezi kukupa nini? Raha. Mungu wetu Yesu asifiwe. Sasa Mungu uangalia nini? Moyo. Usije ukawa unaomba unachokitamka sio sawa na kilicho ndani ya nini? Ya moyo wako.
Unapoenda kuomba toba yako mbele za Mungu, sema hivi: Bwana Yesu, nimezini, sio kwa bahati mbaya, kwa makusudi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa makusudi kabisa. Dhambi yoyote, sema kwa makusudi kabisa. Na nilijua ninazini, sikufanya kwa bahati mbaya. Akili yangu ilijua kabisa ninazini, na nilikudharau, sikukuheshimu wala sikutii amri yako. Ndipo pale umwambie nini? Naomba ufanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Mnakumbuka Mungu wetu alipotufundisha sehemu fulani, watu wawili walipanda kwenda hekaluni kufanyaje? Mmoja alikuwa nani na mwingine? Yule mtu. Mungu, ninakushukuru kwa maana mimi sio kama watu wengine hivi. Akajigamba vizuri mbele za nani? Nakwambia ukweli, yale maombi ambayo mtoza ushuru alikuwa akiyafanya, serious alikuwa akiyatenda, na yale maombi aliyokuwa akiyafanya Farisayo, serious alikuwa akifanya. Mtoza ushuru alisemaje? Kwanza akaona na aibu, yani Mungu, mimi nashindwa kukuangalia, yani mimi ni mwenye dhambi. Anakiri toba yako lazima iambatane na kukiri ukweli kwamba nimezini, sio kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Na Mungu, hata ukinihukumu, hukumu yako ni ya haki. Au nionei Mungu wangu, utakacho kihukumu kutokana na dhambi niliyoifanya, kutokana na uzinifu niliyoufanya, ni sahihi. Lakini ninaomba ufanyaje? Unisamehe. Niamini mimi, utasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu Yesu asifiwe. Sasa iko hivi, kuna wale watu wanaomba toba. Mfano, mimi nimezini baada ya kuzini, yule mwanamke niliyezini naye namba yake ya simu bado ninayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado ninaendelea kufanyaje? Kuwasiliana naye. Hapo hujafanya toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu bado namba yake ninayo, picha zake ninazo, na picha ninazo kichwani na kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapofanya toba halisi, hakikisha umeacha kabisa na umeacha kweli. Usifanye toba alafu bado una mpango wa kutenda ile dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unafanya toba ya kweli. Kama ulizini, hakikisha huyo mwanamke, huyo mwanaume, hakuna tena nini? Ukaribu. Piga block. Ukionana naye mwambie, mimi nimeamua kubadilika. Imeenda imerudi, mwambie wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu Yesu asifiwe. Ninakwambia ukweli, ukiomba kwa staili hiyo na ukafanya kwa staili hiyo, Yesu atakuja na atakaa kwako, kwa sababu wewe utakuwa ni nani? Ni mtakatifu. Naondoa kabisa ratiba hii. Nakumbuka hata siku ile niliwaambia, ondoa ratiba ya kutenda nini? Dhambi. Usiweke ratiba tena ya kutenda nini? Dhambi. Unapoacha ile namba ya simu kwenye simu yako, unapoacha
picha zake kwenye simu yako. Mnapozidi kuwasiliana, huwa kuna ratiba huwa unaipanga. Ikitokea, Bwana Yesu asifiwe sana, ondoa hiyo ratiba. Ikifanyaje? Funika macho yako niombe. Ninakushukuru Mungu mkuu uitwaye Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru kwa ajili ya mafundisho haya ambayo umekwenda kutufundisha siku ya leo. Bwana Yesu, ninaomba ukapate kuwasaidia watoto wako wakapate kuyaishi yale ambayo umekwenda kuongea na wao. Asante kwa ajili ya matendo yako, asante kwa ajili ya nguvu zako. Katika jina lenye nguvu na uwezo wa ajabu, ninaomba ukapate kuwafundisha wakiwa nyumbani, ukapate kuwafundisha wakiwa darasani, ukapate kuwafundisha wakiwa mabwenini. Ni katika jina lenye nguvu na uwezo wa ajabu la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mwenye nguvu zote, na sote tuseme amen. Simpigie Yesu makofi. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Bado nasikia makofi ya wimbo. Bado nasikia watu wanaimba. Mpigie Yesu makofi. Mpigie Yesu makofi. Tunashukuru sana mtumishi wa Mungu na Mungu awabariki sana, na tunapenda pia kuwakaribisha. Nadhani muda mwingine tukipata nafasi, naamini kabisa tutakuwa pamoja na ninyi. Amina. Haleluya. Haleluya. Kuna jambo letu ilipasa tuambie, lakini kwa sababu muda wetu umeenda, nitasema nao. Amina. Jambo letu la tarehe 17. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Hawa ni watumishi wa Mungu, naamini kabisa kwa namna yoyote ile ambayo Mungu atapendezwa nayo, ninaamini kabisa tutakuwa pamoja nao. Sema amina. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kama wao tutakuwa pamoja nayo, wewe unapangaje kukosa? Haleluya. Haleluya. Kwa tafadhali fanya namna